Nawaambia hili kama nabii wa taifa la Kenya. Hivi ndivyo Mungu ananionyesha na hivi ndivyo Mungu anasema kwamba nchi ya Kenya imesimama kwenye njia panda. Iko na njia mbili za kufuata. Njia moja ni ya amani na njia ingine ni ya vita. Njia ya amani ni njia ya imani na njia ya vita ni njia ya pesa, ni njia ya ukatili, ni njia ya corruption, ni njia ya uhalifu, ni njia ya abductions, ni njia mbaya. Lakini kuna njia ya amani na ni njia ya imani. Mungu anaenda kujionyesha nchini Kenya kwamba yeye ndo kusema. Ataenda kumuinua rais aliye mdhaifu sana, rais anayedharauliwa sana kwa sasa. Lakini akishakuwa rais wa nchi ya Kenya, hayo madharau yataisha, kwa sababu ataitumikia Kenya vizuri na vyema kuliko vile Kibaki alivyoitumikia Kenya. Cabinet yake itakuwa the best cabinet that Kenya has ever had. Nataka mtazame vizuri na muone wale watu watakao mzingira. Ni watu ambao wana kiu ya kuifanyia taifa kazi. Ni watu ambao walikataa corruption. Ni watu ambao walisimama na mwananchi wakati mwananchi alihitaji mtu wa kusimama na yeye. Watu ambao wanasimama kutetea uchumi wa nchi. Watu ambao wanasimama kutetea rasilimali za nchi. Hao ndio watu ambao wanaenda kuitengeneza serikali inayokuja. Na iona vizuri mimi kama nabii, na sitawadanganya. Kalonzo Musyoka ndo atakaye waongoza kama rais. Na ni kwa nini atawaongoza? Kwa sababu ni timu ambayo atakuwa anaisikiza na watakuwa wanaleta suluhisho panapo majaribu ya nchi. Wataleta solutions kwa wakati wao, hawataleta mashida zaidi. Nawaambia haya kama nabii ambaye hajajichanganya. Nawaambia haya kama nabii wa Mwenyezi Mungu, na kama nabii ambaye hajalipwa chochote kutoa unabii huu. Nawaambia haya kwa sababu haya ndiyo mtakayo yaona nchini Kenya.